Yesu asifiwe. Shalom, shalom mtumishi wa Mungu. Ninayo furaha kukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vyetu katika chaneli yetu ya Vectors Generation, na kwa dakika chache leo tuna somo linalokwenda kwa kichwa cha gharama za kupanda mbegu kwenye udongo mzuri. Gharama za kupanda mbegu kwenye udongo mzuri. Sasa unaweza kujiuliza, kwa nini gharama na kwa nini udongo mzuri? Yaani kuna mahusiano gani kati ya kupanda mbegu na gharama? Ni gharama gani hiyo ambayo tunaizungumzia? Kimsingi, unapokuwa na lengo la kupanda mbegu, lazima uwe na lengo pia la kuvuna. Hakuna ambaye anapanda mbegu pasipokuwa na lengo la kuvuna. Kwa hiyo kama una lengo la kuvuna, lazima upande vizuri mbegu yako. Ndiyo maana unahitaji kuzihesabu gharama ambazo zinakuhitaji wewe kuzichukua katika upandaji wako wa mbegu, na si kupanda, lakini kupanda kwenye udongo mzuri, kwa sababu udongo mzuri tu ndio ambao unaweza kukupa assurance ya mbegu yako kuota vizuri mpaka kufikia mavuno. Nimekwambia ni gharama za kupanda mbegu kwenye udongo mzuri. Kwa nini gharama? Moja kati ya vitu vigumu ambavyo mwanadamu vinamsumbua ni utashi au uhuru. Kwa moja kati ya kitu muhimu sana ambacho mwanadamu yeyote yule mwenye nia ya kupanda mbegu na mbegu yake ikamletee matunda ni kuhesabu gharama ya kuacha uhuru au utashi wake. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Mithali 3:5, maneno ya Mungu yanasema, mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Maandiko hayatukatazi kutumia akili zetu, lakini maandiko yanatukataza kuzitegemea akili zetu wenyewe. Tafasiri ya kutukataza kuzitegemea akili zetu wenyewe ni nini? Nyuma ya tegemeo lolote kuna ibada. Kwa lugha nyepesi, Mungu anajaribu kutuambia kwamba uwa uhuru wa kwako, uwa utashi wa kwako, alafu nitegemee mimi. Kwa ndio maana nimetengeneza msingi huo kwamba si katika kutotumia akili zetu. Hapana, sio malengo ya Mungu kutupa mstari huu, kutupa neno hili. Anataka tutumie akili zetu, lakini akili zetu zisisimame katika maamuzi ya nafasi ya kwanza wala maamuzi ya nafasi za mwisho. Maana ambaye anasimama kwenye nafasi hizo ni Alfa na Omega, ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapoamka, pengine una mbegu yako ambayo unataka kuipanda, ni wazo la biashara, ni wazo la mahusiano, ni wazo la elimu, ni wazo la ubunifu, ni wazo lolote lile katika huduma ya kwako, lazima umshirikishe Mungu kwamba Mungu, mipango yangu katika siku ya leo, mwezi huu, mwaka huu, hii hapa iko mbele yako. Lakini pia unapokuwa umekwisha kuichakata ile mipango yako kwa kutumia akili zako mwenyewe, Mungu anakuhitaji pia, kabla ya kuingia kwenye mchakato wa utekelezaji, ukaweze kumshirikisha. Unapompa nafasi ya kwanza na nafasi ya mwisho, tafasiri yake ibada yako na tegemeo lako haliwi katika akili zako mwenyewe, lakini linakuwa katika aliyeziumba akili hizo. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sasa wakati mwingine tumekuwa tukitumia vibaya neno hili tukisema kwamba usitumie akili. Hapana, maandiko hayatukatazi kutumia akili. Tunahitaji kutumia akili, lakini hatuhitaji kuzitegemea akili, kwa sababu msingi wa kutegemea kitu chochote, nyuma ya kutegemea kitu chochote kuna ibada, na ibada ambaye anatakiwa kupewa ni Mungu pekee. Hivyo basi ni muhimu sana kama mpanzi ambaye una mbegu yako tayari, pengine umekwisha kupata na mahali pa kuipanda mbegu hiyo, ambayo wewe katika mawazo yako ya kibinadamu naona ni mahali sahihi na ni mahali ambapo pana udongo wenye rutuba ambao unaweza kukuletea matokeo, kwa maana ya mbegu yako kuota vizuri na kukuzalia matunda. Bado unahitaji msaada wa Mungu. Ila kusema usizitegemea akili zako mwenyewe, Mungu anahitaji kuua utashi wa kwako na kumtegemea yeye, kuua uhuru wa kwako na kumtegemea mwenyewe. Sasa kitu chochote kile ambacho huwa kina compromise au kinaingilia uhuru wa mwanadamu, utashi wa mwanadamu, ni kitu ambacho kinahitaji kulipiwa
gharama tena sio ndogo sana, kwa sababu mwanadamu kwa kawaida huwa anafurahia mazingira ambayo yanampa uhuru zaidi, mazingira ambayo yanapanua utashi wake, mazingira ambayo yanapanua uhuru wa maamuzi wake, kufanya vitu pasipokuwa chini ya uongozi wowote. Sasa kwa mtu ambaye ana maono, mahali pengine maandiko yanasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo kwa mtu mwenye maono lazima uwe na namna ya kuyaendea maono hayo, na moja kati ya hatua ya kinidhamu ya kuyaendea maono hayo ni kujizuia. Namna gani ambavyo unaweza kujizuia? Lazima uwe na kiongozi ambaye ataweza kukuongoza katika njia za haki pasipo wewe kupotea. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 13, wakati Yesu akitoa mfano ule wa mpanzi, anatoa maeneo 4 muhimu ambayo ni msingi wa wewe mpanzi kuweza kujifunza. Anasema kwamba ziko mbegu ambazo mpanzi wakati amechukua mbegu zake zilianguka njiani na zikaliwa na ndege. Baadaye anatoa mfano tena akisema kwamba ziko mbegu zilizoanguka katika mwamba, na kwa sababu ule mwamba hauna udongo wa kutosha na wenye rutuba, hata zilipoota na jua likapiga basi zikakauka, zikanyauka. Na eneo la 3 anasema miiba ndio zile mbegu zilifanya namna ya kuota, lakini baadaye zikasongwa na ile miiba. Lakini anakuja kumaliza kusema kwamba kuna udongo mzuri. Sasa kimahesabu Yesu alikuwa anajaribu kuonesha kwamba 75%, kwa sababu ukianza kutafuta makisio kwamba huyu mpanzi maeneo 3 kati ya 4, 75% alidondosha au alipanda mbegu yake mahali ambapo hakupata mavuno, lakini 25% tu ndiyo iliyoweza kumletea mavuno. Na ndio lile neno linakuja kusema kwamba njia iendayo katika uzima ni nyembamba, lakini ile inayoenda katika upotevu ni pana. Sasa upana wa njia iendayo katika upotevu haumzui mtu ambaye ana utashi na ametafuta kwa moyo wa bidii kwenda katika njia ya uzima. Ni swala tu la kuhitaji, na ni swala tu la kuwa na utashi, ni swala la kupunguza uhuru. Unapopunguza uhuru, ina maana unapunguza pia na vitu ambavyo vitakavyotengeneza uhuru wa wewe kupotea, lakini vinakuweka kwenye eneo la kusudi lako. Kwa hiyo ni muhimu sana kwako wewe mtumishi wa Mungu ambaye una wazo, iwe ni katika huduma, una wazo katika kupanua kampuni yako, una wazo katika biashara yako, na wazo pengine wewe ni kiongozi wa kisiasa, wewe ni kiongozi ambaye unatamani pengine kesho na kesho kutwa kuja kuwa na kampuni yako kubwa. Unapokuwa na wazo la kwako, lazima uhakikishe una udongo mzuri, kwa sababu ni udongo mzuri tu ndio wenye uwezo wa kubeba hiyo mbegu ya wazo ulilonalo, hata ikaweza kuota, ikakua, na hata ikafikia hatua ya kukuletea mavuno. Vinginevyo siwezi kukupa assurance, na wala neno la Mungu halikupi assurance ya wewe kupata mavuno hayo. Ndio maana ni muhimu sana. Sasa wakati mwingine katika kujichagulia, wakati mwingine tunajichagulia tu hata pasipo kumuuliza Mungu, pasipo kutaka kuanza na Mungu, pasipo kutaka kuchakata mawazo na Mungu, na hata katika kumaliza mawazo na Mungu. Mtu anaamua tu kwamba katika mawazo yake ya moyo wake anaenda anachukua lile wazo ambalo ni mbegu, anaenda analiweka mahali ambapo sio sahihi, alafu baadaye pengine kwa sababu lile eneo sio sahihi na halina uwezo wa ku-accommodate ile mbegu ya kwake, na halina capacity ya kuweza kuibeba ile mbegu ya kwake hata ifikie rutuba na mavuno, basi huyu mtu anaanza pengine kumnungunikia Mungu akisema kwamba Mungu, inakuwaje aina hii ya watu ulionipa? Kwa sababu wakati mwingine mifano hii ya miamba pengine inaweza kuwa ni mifano ya watu. Kuna watu ambao pengine wewe unawaona ni sahihi kwako kwenye hatua au wazo unaloliendea. Kwa hiyo unaamua kuwa recruit na unawaingiza moja kwa moja kwenye agenda ya wazo ulilo nalo, lakini baadaye ukisha shirikiana nao unakuja kuona kwamba haupati matokeo. Pengine ilikuwa ni kwenye mahusiano, unaanza kutukana, unasema pengine huyu mtu alikuwa ni mbwa. Hapana, hakuwa ni mbwa, lakini pengine wewe ndiye uliyeshindwa kutafsiri udongo mzuri ni upi kwa ajili ya mbegu yako kupokelewa na baadaye kuja kupata matokeo. Naomba tu nikwambie kitu hiki, Mungu aliyeumba udongo mzuri ndiye aliyeumba miamba. Kuna mahali ambapo miamba
ina matumizi sahihi kabisa, na tunaweza tukaitumia kwa sababu ina uwezo wa kubeba vitu hivyo. Kuna mahali ambapo miiba inawezekana matumizi sahihi na tunaweza tukaitumia kwa matumizi hayo, na kuna mahali ambapo njia inaweza ikawa ni nzuri kwenye kubeba baadhi ya vitu, lakini inapokuja swala la mbegu unahitaji udongo mzuri. Kwa hiyo si swala la kulaani mwamba au kuilaani njia au kulaani miiba, hapana, kwa sababu aliyeumba udongo mzuri ndiye aliyeumba mwamba, ndiye aliyeumba njia, ndiye aliyeumba miiba. Lakini unahitaji kumwendea sasa kufunulie kwamba aina ya mbegu uliyoibeba inaota wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na ninaamini wewe ni mtu mkubwa. Endelea kutufuatilia katika channel yetu ya Vectors Generation, na ninazo sekunde chache hapa ambazo ninatamani kumwomba Mungu kwa ajili yako, kwa sababu iko gharama ambayo unahitaji kuilipia unapoliendea wazo ambalo ni mbegu ambayo Mungu ameweka ndani yako. Pengine yako mahusiano ya kibiashara, yako mahusiano ya kifamilia, yako mahusiano ya kiuchumba, yako mahusiano ya kikampuni, yako mahusiano ya kielimu ambayo umeanzisha lakini pengine hayakupi matokeo. Iko gharama ambayo unatakiwa kuingia, kwa sababu kubadilisha aina ya eneo na kupandia mbegu zako ni muhimu sana kama unahitaji matokeo. Haleluya, haleluya. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu anaendelea kututazama. Ninaomba neema yako ikamfunike na ukampe ndani yake kubeba maamuzi ya kuchukua gharama. Neno lako linatuambia kwamba awezaje mtu kujenga mnara pasipo kuhesabu gharama zake kwanza. Ukampe ndani ya moyo wake kuhesabu hizo gharama, na hizo gharama ya Bwana zikampatie neema ya kufikiria mwisho. Lakini Mungu, tunaitoa ibada yetu ya nafasi ya kwanza na nafasi ya mwisho kwa wewe, na ndivyo ambavyo tutajiepusha na kuzitegemea akili zetu wenyewe. Na katika kutozitegemea akili zetu wenyewe Bwana, tunahitaji msaada wako, na msaada wako Bwana kufanyike kuwa ngome imara katika kufikia ndoto zetu, ambalo ni wazo na mbegu uliyoweka ndani yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.